Kuna nyakati watakuja na malupulupu plus vizawadi ili tu wakuwini au wauwini moyo wako. Waoneshe kwamba umethamini kile ambacho wamefanya na kwamba umeguswa kwa namna moja au nyingine. Lakini kamwe usitumie hisia. Hii ni Killer Page na mimi ni Shabir Nakam. Na leo tupo tunaangazia sheria namba 20. Do not commit to anyone. Usijiweke kwa mtu mazima. Be neutral, na labda nikwambie tu, give them hope but never satisfaction. Usiwe mtu wa kuonesha kwamba unafurahishwa sana na kitu fulani. Kuna nguvu fulani unaipoteza. Mtu asikutabiri kwamba huyu bwana nikimfanyia kitu fulani shughuli yake imeisha, au huyu bwana nikimpaga tu bia 2 basi yeye hasira zimeisha na nini. So lazima uwe ni mtu ambaye ni neutral. Mtu amekufurahisha, just be neutral. Mtu amekukwaza, just be neutral. Inakuwa na maana kubwa sana, unakuwa na power sana. Sheria hii kwa namna moja au nyingine inaweza ikashabihiana na ile ambayo unasema always say less than necessary. Hizi sheria sometimes huwaga zinategemeana. So lazima ujue ni namna gani utaweza kufanya ile interconnection ili uje na final product ambayo itakusaidia wewe na wengine katika kudeal na maisha ya kila siku na watu wengine. So do not commit to anyone, na endapo inatokea kufanya hivyo, basi kamwe usitumie hisia, tumia zaidi akili. Watu watafanya kila wanachokiweza ili tu wajue udhaifu wako uko wapi. Wajue kwamba kitu gani wakikufanyia utafurahia. Wajue kwamba ukifanywa kitu fulani wewe unakasirika, ukifanywa kitu fulani wewe unafurahia na vitu kama hivyo. So ni jukumu lako wewe kuwa neutral katika situation zote ambazo unakutana nazo. Iwe positive, iwe negative. Wamekufurahisha, just be neutral, lakini just make them recognize that wewe umegundua na umethamini kile ambacho wamekufanyia. So waonyeshe kwamba umethamini, waonyeshe kwamba umeguswa kwa namna moja au nyingine. Smile kidogo, lakini kamwe usitumie hisia. Do not commit to anyone. Unapokuwa upande huo, basi siku zote wewe utakuwa na nguvu. Na usiwe mtu mwepesi sana wa kutumia hisia. Watu watakuja na kila aina ya mbinu kufanya kwamba wajue namna gani ambavyo wewe ukifanywa kitu fulani labda unafurahia, namna gani ambavyo wewe labda ukiambiwa maneno fulani unafurahia, kwa sababu kuna mtu mwingine maneno tu akiambiwa maneno basi. Kuna mtu fulani akiletewa bwana kitu fulani tu. Kuna mtu labda akiletewa zawadi fulani tu shughuli yake imeisha. So ile ni mbaya sana kwa sababu mtu anakuwa anajua udhaifu wako. So do not commit to anyone. Be neutral but always give them hope but never satisfaction. Next time tutakuwa hapa katika uchambuzi wa sheria nyingine 48 za kitabu cha 48 Laws of Power. Na huu ni mwanzo tu. Sheria ziko nyingi sana. Kaa na mimi Killer Page.